mnyama wako umkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kesho anakuwa ni kipandwa ambacho kitakupeleka sehemu husika, sehemu ambayo itakuwa ni sehemu ya hisabu ya Muislamu. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam ala jami'i ni'amihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam adada khalqihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu irhama lima ja'ala bihi wa kafara وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي بلغ رسالة هذا الأمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد في كل لحظة أبدا مثل ذلك على سيدنا محمد وعلى آله عدد نعم الله وإفضاله. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واعلموا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuita Ibrahim, anamwambia wanadai lahu ayya Ibrahim. Alipokati alikuita anamuita sasa Ibrahimu zama hizo, kisha anamwambia hapo ni katika mzunguko wote huyo umekwisha mzunguko. Huyo mzunguko umekwisha, ulikuwa ni mzunguko kumchinja mwanae Ismail. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa anamuita wanadainahu ayya Ibrahima, tulimuita ewe Ibrahima, fakad sadaqta ruya inna kadhalika najzi almuhsinina, hakika hivyo ndio tunatulipa watu ambao wanatenda wema. Kwa hiyo watukufu Waislamu, tuwe tayari kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kile tulichopewa. Mtu ambaye anajua yuko na mifugo yake ambaye anaimiliki, basi na atupe mmoja au watu wawili watatu wanne kadri atakavyotaka mwenyewe, inshallah aweze kuchinja ili aweze kusukumia mathawabu yaliyokuwa mengi. Hisabu ya manyoya ya huyo mnyama wako ambaye utakamchinja, na ndio hisabu ya thawabu ambazo unazipata ndugu yangu Muislamu, ni thawabu za kiasi gani ambazo utazipata katika kumchinja mnyama au mnyama. Thawabu ya damu, tonya la damu itakadondoka katika ardhi sawa sawa na matonya ya damu ambayo yanadondoka katika ardhi, basi ndio sawa sawa na thawabu ambazo unazipata mja wa Muislamu. Unapata thawabu hizo, siku gani utakuja kupata matatizo huko akhera? Haiwezekani. Lazima utakuwa na starehe kama tulizozungumza mwanzo kwamba huyo mnyama unampanda ndio itakofasi yako ya kukusogeza hatua kwa hatua, unakwenda umtoki kama watu wengine ambao wanakuwa wanajidhura, kama wale ambao wanakula mariba wale wanakuwa na matumbo makubwa mno na wanakuwa wanajidhura. Sasa wewe inshallah umemchinja mnyama wako, umkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kesho anakuwa ni kipandwa ambacho kitakupeleka sehemu husika, sehemu ambayo itakuwa ni sehemu ya hisabu ya Muislamu. Kwa hiyo tufanye hivyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hizi ndizo aya ambazo zilikuja directly kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuonyesha kwamba fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, bimaana asali na achinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ni amri kwa Waislamu wote wapo duniani. Hiyo ni aya ambayo hawataepuka, wasije wakasema kwamba ilikuwa ni wakati wa Ibrahim, lakini sasa hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambia kwamba fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hivyo watukufu Waislamu, kuchinja ni muhimu. Kusubiri ndio tutasubiri, hatuna la kufanya, lakini tunachokufanya kuchinja ni halali kwako, na uweke katika ratiba yako ya kuchinja, kwa sababu imekaribia ndugu yangu Muislamu. Yule ambaye atakula kwa kile ambacho aliruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majirani zako na kutajia, umechinja ng'ombe ama ngamia, umegawia ndugu zako, hapo utapata faida iliyokuwa kubwa ndugu yangu Muislamu. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alianza jambo, baada ya kuanza jambo akawafanya malaika wake wawili
Na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusahau akasema na nyinyi mtakuwa wataka kutekeleza jambo hilo. Allah Tabaraka wa Ta'ala anasema nini? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nyinyi mwapeni malaika kumtakia rehema, na nyinyi waislamu ambao mlibaki duniani mwataka kumtakia rehema, kama tulisema Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من ستة المبشرين في الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك أنت الكريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ما تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سمعنا يا رب وأعطانا غفرانك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.